huu Shia na Usunni tunaogombania nao, wote tunatakiwa kuwa la ilaha illa Allah, kuinusuru Irani. Irani ndio mkombozi wa Waislamu. Watu hata kama wakikasirika, potelea mbali, potelea mbali, tuzungumze haki. Msaudia yuko pale, Mkuwait yuko pale, Mkatari yuko pale, wanamsaidia nini Mpalestina? Wanamsaidia nini Mpalestina? Lebanon ile pale juzi imepigwa makombora ambayo hayajapigwa nchi yoyote kwa miaka 30. Na smartphone lakini amfuatilie dunia inayokwenda. Lebanon juzi mkataba umesainiwa huku kwa kuomba po Donald Trump, ndio aliomba po. Mkataba umesainiwa kwa masharti ya Irani ili tusimamishe vita. Masharti yangu haya, Donald Trump unasemaje? Nimekubali. Na leo anamsihi mwanawe Netanyahu, yule paka pale Netanyahu, bwana acha kumpiga huyo mtoto, huu mkataba utavunjika. Leo watu wako Pakistan. Donald Trump kapeleka naibu wake Pakistan kwenda kuzungumza na wale wawakilishi wa Irani. Tuachane na Usunni na Ushia. Hapo unazingatiwa Uislamu. Kila aliyosema la ilaha illa Allah, Usunni uko wapi wakati tunashindwa kumtetea pale Palestina? Msalie Mtume Muhammad. Mimi nazungumza serious bwana. Hawa Mashia, hawa Masunni, magomvi mengine ya kisiasa tu, siasa zimeingia. Lakini kitauhid, Irani ndio nchi ambayo inayouhami Uislamu, na Uislamu umeshinda hivi sasa. Kusimama na Marekani na washirika wake sio jambo dogo. Mwezi mzima sio jambo dogo. Nani aloweza? Si yule kenda kumchomoa kule Venezuela, rais wake ni nani? Maduro. Kamchomboa kama Shorwe Wanda yule, Shorwe yule ndege yuko Marekani hivi sasa. Kule kamweka kibaraka wake. Pale alisema ataondoa nidhamu. Kweli siku ya kwanza kamuua yule kiongozi Ali Khamenei, kimewekwa kidume kingine hadidu tabi, chuma cha uhakika kulikoni yule. Kila wanayemweka wanamuua, wanamweka mtu mwingine. Vita ile alipanga kuwa ya siku 4, imekwenda mwezi mzima. Muisraeli kaomba, baba omba. Nimeishiwa. Na mzee mwenyewe nimeishiwa. Na ule mfereji hakuna meli yoyote iliyoweza kupita. Askari wake wote mashariki. Haya majambo lazima miyajue kwanza. Haiwezekani kuna utandawazi alafu tukawa tunaogopa kusema mambo kama haya. Utandawazi gani kama hamjui dunia inavyokwenda? Takbir. Ule mfereji wa Hormuz Muirani kaufunga. Marekani anatoa askari huko wakati Middle East yana bezi zote na ana askari wa kila aina. Wewe hapa maili moja una maaskari wanailinda nyumba yako. Kwa nini unaenda kuchukua maaskari Msumbiji? Hawa hapa kwa nini hawezi wakalinda? Kashindwa. Kwa mara ya kwanza anataka kujitoa NATO, kwamba nyinyi nimewaombeni mje kunisaidia kama na wale wote wametia akili, si atuingie hapa. Msalia Mtume Muhammad. Hiyo ndege ya F-35 ya Marekani ni ndege ambayo yakaribia bajeti ya Tanzania. Hiyo F-35 kidume kazishusha zaidi ya ngapi? Kwa sababu habari zote duniani anazimiliki yeye na Myahudi. Sisi tunapewa habari ambazo zishapikwa, zishatiwa kachumbari, tunaletewa sisi. Swalla la Muhammad. Hii ni Jumlatul I'tiradhia imeingilia kati. Lakini kwa nataka kumuelezea Kanali Muammar Gaddafi alikuwa ni kidume. Saddam Hussein alikuwa ni kidume wa kusimamia haki na uadilifu. Hiyo haki inayopigwa kelele, haki, wako wapi watu wa haki? Wale watu wanaoikataa amani, tunataka haki, wako wapi? Mbona wanyanyui midomo? Marekani imefanyika maandamano ya kufa mtu anakaa Marekani anawahamasisha Watanzania waandamane. Kwa nini kunyanyua mdomo kuwahamasisha wale kule waandamane kumuondoa Trump? Mbona kuhamasisha umeufiata? Watanzania tumieni akili za kuambiwa changanya na nini? Na za kwako.